Tumsifu Yesu Kristo. Kwa waimbaji tumwimbie Bwana. Tunasema katika roho na kweli. Mbele yenu ni Deusi Tibaganjwa, ni mwalimu wa kwaya. Niko parokia teule ya kuzaliwa Bikira Maria Kisukuru. Kiangalia nyuma yangu hapo kuna bango letu linajieleza na tuna paroko wetu. Usijali maandishi mengine, hiyo ilikuwa ni kipindi cha komunio mwaka huo, mwaka jana. Lakini huyu anayeonekana, picha inayoonekana ni paroko wetu wa parokia teule, lakini ni paroko wa parokia ya Segerea. Basi niko mbele yenu waeleza kwamba parokia yetu ya teule ikoje. Tuna upande wa uimbaji, tuna kwaya mbili, kwaya Mtakatifu Scholastica pamoja na kwaya Mtakatifu Benedikto. Lakini zaidi ninachoongelea zaidi kwa wiki hii tunayotembea nayo ni wiki ya Mtakatifu Scholastica ambayo tarehe yake ni tarehe 10 mwezi wa pili. Kwa hiyo itakapofika tarehe 10 mwezi wa pili tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Scholastica. Lakini hao watakatifu Scholastica na Benedikto wao walikuwa ni mapacha. Ni mapacha, na kwaya zetu kwa sababu ilikuwa ni kwaya moja zikagawanyika zikawa mbili, kwa hiyo tumeenda katika upacha ule. Kwa na sisi tunaenda kama mapacha, ni mapacha. Kwa hiyo tunaadhimisha wiki hii, tunaadhimisha ya Scholastica, lakini baadaye tutakuja kuadhimisha ya Benedikto. Maana Scholastica na Benedikto hawakuachana katika kufa, walipishana siku chache 40. Lakini katika historia tunaambiwa kwamba Scholastica alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anapenda kusali, of course na Mungu alikuwa anamsikiliza. Tunaambiwa katika historia kwamba wakati ndugu yake ambaye ni Mtakatifu Benedikto alipokuja kumtembelea, Scholastica alitamani waendelee kukaa pamoja na ndugu yake au kaka yake, lakini kulingana na sheria za convent yule kaka yake alimwambia, bwana mimi naondoka. Scholastica akazama katika sala kumwomba Mungu kwamba ndogo wake abaki waendelee kuongea mambo ya Mungu. Cha ajabu na cha kushangaza, likaja wingu kubwa zito na mvua ikanyesha. Moja kwa moja wakaendelea kukaa, lakini Mtakatifu Benedikto alimwambia, dada umefanya nini? Ina maana alijua kwamba ameomba na Mungu amemsikiliza. Kwa hiyo akamwambia, dada Mungu amekusikiliza, lakini umefanyaje? Wakaendelea kuongea habari za Mungu mpaka asubuhi. Kwa hiyo na sisi katika uimbaji tunaendelea kumwomba Mungu ili aendelee kutuacha katika ule upacha. Kwa ukija kwetu utashangaa kidogo. Okay? Mazoezi tunafanya pamoja, lakini Jumapili tunaimba tofauti. Au unaweza ukamkuta huyu yuko huku, huyu yuko huku, lakini